mtahukumiwa. Haleluya. Amen. Juu misio Mungu anatupatia. Na anatuambia kuwa mtu mwenyewe anakatala kuwasikia. Kama kweli kweli ulimwambia, ulimwona na kumshauria, aseme unanawa nini? Unanawa damu ya. Haleluya. Amen. Aseme unanawa damu yake. Juu vile Ezekiel pale Mungu alimwambia. Bwana Yesu sana. Yesu bandugu yake benye baliacha na kuya wote wakamkatala, wakamfukuza, akakimbia, akatoka akenda kumataifa. Mataifa wakampokea. Haleluya. Akawafanya kuwa watoto wa Mungu. Haleluya. Nini nasemaka? Iko saa Mungu alifanyaka mzuri. Kuanzisira roho za wale walikuwa na Yesu. Na ingekuwa kusema wale walikuwa kanzisi, roho yao zilikuwa kanzisi. Kama leo hii atokolewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si tulikuwa tuna kibali mbele za Mungu. Si tulikuwa tujulikane mbele za Mungu. Kitu imeacha tunashukana paske wale wanani wale Wafarisayo wasikie kule Israeli kulikuwa vikundi, kulikuwa Wakaldayo, Wafarisayo na wanani. Ile ilikuwa ni vikundi ya watu wenyewe wanasomaka Torati. Haleluya. Ni wakuhani wenyewe walikuwa kule. Haleluya. Ndio walikuwa napewa zile majina. Ni watu wenyewe walikuwa nasoma Torati, wanasoma vile vitabu vya Mungu. Haleluya. Lakini wale wote Mungu akawapiga kipofu, akawapiga upofu. Vile walikuwa nasoma vikakuwa sabi na Valeri paske walikatana Mungu mzima, abakutambua kama Yesu ni nani. Haleluya. Bakamfukuza. Saba walimfukuza, wengine wakafanya bakamrekipere. Haleluya. Amen. Unaweza kuwa huko haone Valeri yetu, lakini mkini mwenye natoka nje yeye anaona Valeri yetu. Si kama vile watumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanasema kaseme nabii hapo kana heshima. Sasa Pastor François anabakia pa kila siku. Iko anaomba Mungu. Mungu saidie watoto wangu. Mungu saidie taifa langu. Mungu saidie taifa langu. Mungu wabariki na kazi. Mungu wabariki wapate murungu. Mungu wasaidie na komertane wako humu. Mungu wasaidie kwenye wako wale mbuchuruzi wafaidika. Haleluya. Profession nampatia sana, afika kwako unamwona tena kale kapasari kale joka na chakula na mai na jia bura utampata. Uko na problem. Haleluya. Uko na shida, ifo kujua samani ya mtumishi wako. Mungu amemtuma pale juu yako. Kazi yake ni kukesha juu ya nafsi yako. Anakesha usiku na mchana juu ya nafsi yako. Ndio haiko nje ni mtuma. Mwenyewe ni mtuma, anapaswa kumkulisha. Haleluya. Basi Mungu anatumaka mtu na anampatia provision. Na kama kweli ametuita mwi kazi, alitupatia provision. Lakini baraka zako juu usipate, ifo sitokee kwangu. Haleluya. Basi mimi ndio mwenyewe Mungu ametuma kwako ili nipate kukuongoza katika hii dunia. Haleluya. Amen. Aseme Yesu, watu wale Wafarisayo wakaanza kumpinga. Sasa alimpinga, akapata wanafunzi, na wale wanafunzi akabatosha bamoya, walikuwa wale wa Israeli na wengine wa mingi ndio walikuwa wa mataifa. Haleluya. Wa mataifa wenyewe wamjua hata Mungu, ndio wakampokea Yesu na akaanza kubatuma wanaenda bakacha makazi zao. Haleluya. Bakacha makazi zao. Ukisoma pale kunani ku Mathayo 28, tutasoma pale Mathayo 28 verset 17. Asema kabatuma mwende. Haleluya. Mwende mtangazi injili. Bale wenye batamini kule batabasikia na nyie muwalete. Haleluya. Kazi yetu ni kwenda kuleta watu kuwaleta kwa Yesu. Misio kunayo mwimbaji mwenzangu, dada mwenyewe kwa misio Mungu anakupatia. Kazi Mungu anakupatia haiko kuikala tu mkanisa. Kini na wewe kule kunyonenda wenye uko nasikia hapa, ende uitangaze kule. Sasa unaenda kumitangaza kule, mune ndio mko baraka yako. Haleluya. Amen, amen. Haiko tukika nafasi moja. Unasikia neno inakushia moto pale, inabakililia tu. Sasa unafika kule nje, unaishi maisha mengine, maisha ya upagani. Kama ni Uganda unaingia Uganda, kama ni watu wa kusema watumishi wa Mungu na wewe uko pale. Manake wewe hii neno la Mungu tunasikia hapa wako itakuwa sumu. Haleluya.
Kama hautaweza kuisikia na kuishika, uko nafanya contraire ya yenye tuko tunakufundisha hapa. Biblia inasema maneno ya Mungu kwako itakuwa sumu. Haleluya, amen. Kuliko ikuwe baraka kwako, itakuwa sumu. Baske ulisikia neno la Mungu lakini hakulitia kwa matendo. Ndio kwenye nasikia pale chini kunefu yake aseme, wakati ule mtu mwenyewe unaenda kuonya, unaenda kumshauria, akakataa kukusikia, aseme soma pale basikie. Siwazeni kuna kudanganya. Lakini kama ukionya muovu kwa sababu ya njia zake ya uovu, katika njia zake mbaya, kusudi aiache, naye haachi njia yake, akakatala kuacha ile njia, atakufa katika uovu wake, atakufa katika Mungu. Lakini wewe umeponyesha nafsi yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Mimi niko napenda niponyeshe nafsi. Mimi kukuya hapa, kazi yenye Mungu ameniambia ni kukuya kukuletea message yenye inatoka mbinguni.